Mahakama hii imeanza. Kalani, karibu. Kwenye Mahakama Kuu ya Mbeya, namba ya kesi 01 ya mwaka 2025 kati ya serikali ambaye ni mshtaki na Savannah Nicholas ambaye ni mshtakiwa. Majina yako tafadhali matatu. Savannah Paul Nicholas. Mkazi wa wapi? Dokti. Dini yako? Mkristo. Kabila lako? Mnyakyusa. Sawa. Mahakama hii tukufu inakushikilia kwa kosa la kuua au kukusudia. Nakubali, unakataa? Nakataa. Kalani, karibu mwokeshi. Sema mimi Savannah Nicholas. na hapa kusema ukweli, Na hapa kusema ukweli. ukweli mtupu mbele ya mahakama hii tukufu. Ukweli mtupu mbele ya mahakama hii tukufu. Mungu nisaidie. Mungu nisaidie. Wakili upande wa serikali pamoja na mashtaka, karibu kwa ajili ya kujitambulisha. Mtukufu Jaji, kwa majina naitwa Abdulrazak Ismaili, wakili wa upande wa serikali kwenye kesi hii. Wakili upande wa utetezi kwa mtuhumiwa, karibu kwa ajili ya kujitambulisha. Mtukufu Jaji, kwa majina naitwa Juma Hamisi, ni wakili upande wa mtetezi kwenye kesi iliyoko mahakama hii. Wakili upande wa serikali uko tayari kuendelea na mashtaka? Ndio mtukufu Jaji. Wakili upande wa utetezi upo tayari kuendelea na mashtaka? Ndio mtukufu Jaji. Wakili upande wa utetezi, karibu kwa ajili ya kuanza kesi. Ikumbushe mahakama hii kwa majina yako matatu. Naitwa Savannah Nicholas. Savannah Nicholas. Ndio. Savannah Nicholas, unamfahamu Ethani? Ndio. Ethani ni nani? Ethan ni mchumba wangu. Ni mchumba wako? Ndio. Huyu Ethani ambaye ni mchumba wako alikufanyia kitu gani? Alinisaliti. Ni kwa namna gani alikusaliti? Siku ambayo ilibidi nifunge ndoa, alinisaliti na kwenda kumuoa mama yangu mzazi. Na kwenda kumuoa mama yako mzazi? Ndio. Sawa. Na Hope na Jessica Emmanuel ni akina nani hao? Ni marafiki zangu. Ni marafiki zako? Ndio. Na tarehe 19 ya mwezi wa 9 ya mwaka 2024 ulikuwa wapi na ulikuwa unafanya nini? Nilikuwa nyumbani na nilikuwa nafanya shughuli ndogo ndogo tu za ndani. Ndugu mtukufu Jaji, asante. Mahakama baada ya kusikiliza upande wa mtetezi, sasa naomba nikaribishe upande wa serikali kwa ajili ya kuendelea. Karibu. Mtuhumiwa. Abe. Wewe ni Savannah Nicholas. Ndio mchungaji. Siku ya Jumatatu tarehe 19 mwezi wa 9 ulionekana katika saluni ya Jessica. Ndio mchungaji. Ulipowasili saluni ulimfukuza mteja na hatimaye ulimchoma Jessica Emmanuel na kitu chenye ncha kali mpaka kufa. Ndio mchungaji. Siku hiyo hiyo baada ya kutoka hapo ulienda kwa rafiki yako ambaye ni Hope na kumpiga na kitu kizito mpaka kufa na hatimaye ukaita polisi wewe mwenyewe. Ndio mchungaji. Ninakubali kuolewa na Ethan Sandy. Awe mume wangu wa maisha kwenye shida na raha. Savannah Nicholas. Ndio mchungaji. Savannah Nicholas. Ndio mchungaji. Na naamini hakuna pingamizi.
kwa sababu maandalizi yalikuwa makubwa na marafiki zangu walikuwa na hamu sana siku ya leo. Savannah Nicholas, usijaribu kuchezea mahakama hii tukufu sasa. Ndio mchungaji, nashukuru sana kwa kukubali niwe mmoja kati ya watu ambao ndoa yangu imeshuhudiwa kwenye kanisa lako. Kwa mamlaka niliopewa na mahakama hii tukufu, naamuru kesi hii iahirishwe ili kuweza kuchukua hatua nyingine za kitabibu mpaka hapo utapoweza kutoa taarifa. Hivi una hakika Savannah atatoka kweli kwa mahakamani salama? Kama atatoka, basi atakuwa na bahati sana. Atakuwa na Mungu. Mimi nikajikia natamani nikashike nikatikisi. Nini kinaendelea huko? Kesi imeahirishwa. Kwa hiyo Savannah atarudishwa humu ndani. Yes! Pumbavu huyu. Njoo mamangu, njoo. Tahakikisha hii jela unaiona jehanamu ya moto. Tahakikisha na kuua mwenyewe mkono wangu. Nirudishe kisasi cha mdogo wangu. Yeah. Oya. Oya. Tuzetu. Ndio. Yaani kwa ile tu. Nadhani kama anaweza kutoa. Unajua mimi mambo yangu yakishaje na nyoka kabisa. Ngoja nifanye. Nimechelewala kama nyoka. Afande. Afande Dania. Samahani. Kuna nini? Afande. Kuna issue ya uhakika nataka nikusanue. Acha kuongea kikueni. Kusanua ndo nini? Okay. Sio kama hivyo sasa. Sasa sikia. Sio kwa ubaya lakini ni katika tu kuendelea kuweka eneo lako la kazi salama na kukaa mbali na skendo na mabosi zako. Nilichogundua Savannah sio kwamba yuko vibaya kisaikolojia. Ila tu anavuta bangi. Na nishamshuhudia mimi mara kadhaa tu. Sisi tunapokuwa tumelala yeye anaamka anakuwa anavuta. Ni kweli. Wewe acha kumsingizia mzee ubaya. Una uhakika? Haya. Kama hutopenda sawa. Ila sio kitumbua changu ambacho kitaingia mchanga ni chako. Inukulata. Afande si twende? Afu mbona afande kama vile sisi utuamini? Unatuchukia au? Twende ukajione mwenyewe kwa macho yako. Twende ukaone. Ndio uongo sasa danganya. Weteje. Savannah. Nahitaji kukagua chumba chako. Kuna shida gani kwa afande? Sogea. Emma, toka nje. Umekuwa ukiwatumia madawa kwa muda gani? Hapana. Hapana afande Dania. Mimi sijui chochote. Sio za kwangu, za mimi situmii kabisa. Kweli. Lakini Savannah nimekuta na kisibiti. Hamna, mimi itakuwa ni hela tu za kina Imakulata. Mimi situmii
madawa yoyote. Kweli afande. Yaani unaweza ukaenda kufanya uthibitisho. Unaweza ukachukua sample yangu ya mkojo, mkaenda maabara mkapima. Mimi situmii kweli. Sio za kwangu hizo. Savana. Ni kashfa mbaya sana kwenye gereza langu. Endapo itafika nje. Kaita sample yako mkojo. Situmii hizo. Kaita sample mkojo. Nyanyuka. Hili ni korofi sana. Tena jamani. Hili hapa ndio likorofi. Nimemsikia akiwavamia wenzie kwa maneno, nikakaa kimya tu. Ghafla akawavamia mwilini. Huyu. Rudini kazini, sihitaji mazungumzo zaidi. Emakulata, rudini kazini. Nini kazini? Na ukiendelea kunifuatilia, nitakufanya kama nilichofanya mdogo wako. Ndani kazini huko. Umeamini maneno yangu? Umeamini maneno yangu? Huyu mwanamke ni chizi, hana akili vizuri. Na niliuaji. Nimekiona ulichokuwa unakifanya. Lakini afande John, nina wasiwasi na ukaribu wako na Emakulata. Dania. Mambo gani hayo sasa? Hili swala lililotokea leo isifike kwa viongozi, kwa sababu likifika kwa viongozi ni hasara kwetu sote. Sisi tunanielewa. Ningefanya nini mamangu? Bwana mimi najaribu sana kukusaidia. Kwa nini ulimwacha aondoke baada ya kunitamkia maneno ya vitisho vile? Ningefanya nini? Na siku ile mkubwa wangu wa kazi alikuwepo. Na siku hizi Dania ni kama anatushtukia vile, kama kuna kitu kati ya mimi na wewe. Sitaki kuamini. Niamini. Unakumbuka siku ile nilikutwanga kupeleka klabu? Sasa nilikutana na Dania nilipoenda chooni. Na akaniambia kwamba hapa klabu amemwona mwanamke anayefanana na wewe kabisa. Ukamjibu nini? Sijui mimi mjanja. Nikamwambia wewe Dania umelewa wewe. Nikamrequestia bodaboda, kampakia, akaenda nyumbani. Nilikuwa nasubiri mwisho wa story yako. Sasa nimepata nilichokuwa nakifikiria. Ni wazi wewe unatembea na yule mwanamke. Ema nini? Sasa sikia. Sitaki kusikia chochote. Naomba urudishe jela haraka. Wewe sasa usifike huko mwanamke wangu. Usifanye hivyo. Ema unaenda hadi sasa. Niache. Ema. Kwa unarudi gerezani, si ndio? Ema.